Haleluya, haleluya. Ni siku yetu ya 10 tunapozidi kusonga mbele kwenye maombi ya kufunga, kushughulikia mambo kadhaa muhimu kwenye maombi ambayo unatakiwa kuyajua na kuyashughulikia mwanzoni mwa mwaka. Sasa maombi haya utapata faida mbili. Nihimize kwa wale ambao pengine ni mara yako ya kwanza kunisikiliza. Faida ya kwanza, utapata majibu ya maombi yako ya kushughulikia mwaka mzima. Lakini faida ya pili, utajifunza jinsi gani ambavyo unaweza kuombea maisha yako binafsi katika mwaka mzima. Jinsi gani ambavyo unaweza kuombea maisha yako binafsi. Kwa sababu watu wengi, watu wa aina mbili. Watu wa aina ya kwanza wanapenda sana kuomba, wanaomba sana, wanafunga sana, wanakesha sana, wanafunga mifungo mikavu, wanaomba sana kwa sababu wanaamini ya kwamba Mungu anaweza kuwasaidia, lakini hawana ufunuo wa maombi. Hawana ufunuo wa maombi. Hawajui waombe nini na waombe namna gani. Maisha yao na changamoto ambazo wanapitia hazijafunuliwa mbele ya macho yao ili wapate kujua jinsi ya kuomba. Sasa unajua, kama umenifuatilia tangu siku ya kwanza na bado safari inaendelea, utagundua ya kwamba umejikuta unajua ya kwamba kuna mambo mengi sana ya kuomba kuhusu maisha yako, kwa sababu nakuletea ufunuo wa kimaombi. Haya si maombi ya kawaida, ni maombi ya kiufunuo. Ni maombi ya kiufunuo ambapo kila siku mtu mmoja akaniambia ni kama series. Ni kweli, kila siku Roho Mungu anafunua vitu ambavyo unatakiwa kuvishughulikia kwenye maisha yako. Kwa hiyo utajikuta ya kwamba si tu unafunguliwa, lakini utapata nguvu ya kuomba kwa namna ambavyo ile maombi ambayo umekuwa ukiachilia bure generally tu, utaanza kuachilia zile silaha za maombi ukitarget eneo husika ambalo maisha yako yamefungiwa. Kwa hiyo maombi haya yanakufunulia maisha yako, yanakufunulia maisha yako, kukuonyesha ni wapi hali unayopitia imefungiwa, ni wapi umefungiwa, na ni kwa namna gani unaweza kuomba kuona matokeo. Ndio maana watu wengi wamekuwa wanaona matokeo sana kwenye haya maombi, wanaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yao, na shuhuda nyingi zipo hasa kwenye magrupu ya WhatsApp ambayo unayaendesha. Kuna shuhuda nyingi sana za ajabu. Lakini wewe unanifuatilia hapa YouTube pia, usiache kuweka ushuhuda wako hapo chini kwa komenti. Unaona nini maisha yako baada ya kufuatilia maombi haya? Unagundua nini baada ya kunifuatilia siku zote hizi? Haleluya. Lakini jambo la pili, kuna watu ambao hawaombi, na si kwamba hawapendi kuomba, lakini hawajui waombe nini. Yani mtu anatamani kuomba, lakini akiomba dakika moja anashindwa, akiomba dakika mbili anashindwa. Of course kuna kitabu ambacho nawaandikia cha faida za maombi ya muda mrefu na mbinu za kutumia ili uweze kuomba kwa muda mrefu. Hiyo kitabu kinakamilika muda si mrefu, nacho utakipata, kitakusaidia. Lakini nataka kusema ni kwamba kuna watu ambao sio kwamba wapendi kuomba, wapendi kuamka usiku kuomba, wapendi kufunga, lakini hawajui cha kuomba. Kwa hiyo akiomba dakika 2 anaishiwa na maneno, akiomba dakika 1 anaishiwa na maneno, anatulia. Kwa hiyo maombi haya sasa, mbali na kwamba na kuongoza kuomba, unapata majibu, lakini utajikuta umepata nguvu ya kuomba. Nimepata shuhuda za watu wameniambia ya kwamba katika mfululizo wa maombi haya amejikuta anaweza kuomba sasa sana. Haleluya. Amejikuta anaweza kuomba sana na alikuwa hawezi kuomba. Yes, kwa sababu maelekezo ya kiufunuo ya kimaombi nayokuletea yanaamsha ile nguvu ya maombi ndani mwako, yanaamsha ile hasira ya maombi ndani mwako. Unajikuta kuna nguvu sasa inakupeleka kwenye maombi. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza kwa mara ya kwanza, subscribe hapo kwenye YouTube channel, kwa sababu unatakiwa kila siku upate hii series ya maombi ya kukusaidia, na utajikuta umepata nguvu ya kuomba, na hapo ndipo maisha yako yataanza kubadilika. Haleluya, haleluya. Leo kwa muda mfupi sana tunashughulika na roho za hasara, roho zisababishazo hasara. Haleluya. Sasa naongelea hasara, naongelea biashara. Nataka nikwambie ya kwamba biashara ni maisha yetu.
Na kama unanisikiliza ndugu yangu, unanisikiliza, nataka uanze kufanya biashara. Kama unalima, lima kibiashara. Kama unafuga, anza kufuga kibiashara. Kama hujui, tafuta maarifa ya kufanya mambo kibiashara. Kama una kipaji chako unafanya, fanya kibiashara. Haleluya, kwa sababu biashara ni maisha yetu. Bwana Yesu alisema fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Fanyeni biashara mpaka nitakaporudi, ndivyo alivyosema. Haleluya. Kwa biashara ni maisha, biashara ni ya kiroho, biashara ni ya kimungu. Tuko sasa watu wa Mungu. Kwa nataka nikwambia, hata kama ni mfanyakazi, fanya kazi kibiashara. Lakini kwenye kufanya kazi kwako, hakikisha unawekeza, unafanya biashara mwaka huu. Hata kama ni biashara ndogo tu ya familia, lakini fanya biashara. So biashara ni maisha. Mtu ambaye afanye biashara akili yake inadumaa. Mtu ambaye afanye biashara ajui namna ya kuhandle maisha. Mtu ambaye afanye biashara ajui namna ya kusuluhisha matatizo ya maisha yake. Ndio nisikia ninasema, fanya biashara. Na ni mapenzi ya Mungu. Ndivyo Yesu alisema, fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Haleluya. Kwa hiyo unaposikia ujumbe huu, kabla hujaanza kushughulika na hizi roho za hasara, nataka nikwambie popote ulipo, fanya biashara. Haleluya, haleluya, haleluya. Fanya biashara. Hata kama hujui kufanya biashara, hujui kufanya biashara, nataka nikwambie mwaka huu jifunze kufanya biashara. Lima kibiashara. Thank you Holy Spirit. Kama unanisikia sema amina hapo chini. Haleluya. Maana kuna watu wengine ni wavivu wa kufanya biashara, au wengine wataki kabisa kusikia mambo ya biashara. Lakini niko hapa nakwambia kwa jina la Yesu aliye hai, huu mwaka 2026 do business. Haleluya. Fanya biashara. Jifunze kufanya biashara. Akili yako itakuwa sharp, akili yako itakuwa kubwa, lakini ndivyo utajifunza kupata faida, na ndivyo utajifunza kuendo hasara. Haleluya, haleluya. Thank you Holy Spirit of God. Mandra varabado jedi kredi baha likradi poja di kredi bahandra vora bahajide. Hiyo ni kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 13. Haleluya. Luka sura ya 19 mstari wa 13, kwa sababu tunapoongea biashara watu wengine hata hawaelewi tunafanya kitu gani hapa. Maana kuna wengine biashara na wewe ni vitu vili tofauti. Nataka nikwambie unafanya makosa makubwa sana. Unasikia sauti na kuamsha kwa jina la Yesu popote ulipo. Nimesema na kuamsha popote ulipo. Fanya biashara. Wekeza mahali, fuga kidogo, lakini fuga kibiashara. Amen. Haujui kufuga kibiashara, jifunze, tafuta maarifa. Maarifa yapo kila mahali. Haleluya, yapo kila mahali. Luka 19 mstari 13. Anasema akaita mbele 13. Wacha nisome vizuri hapa kwa utulivu kabisa. Thank you Holy Spirit. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha. Umesikia? Akawapa mtaji. My God, my God. Mungu ni Mungu. With this until I come back. Oh my God. Fanya biashara mpaka nitakaporudi. Tuko pamoja, sio hapo ulipo. Fanya biashara mpaka nitakaporudi. Sasa watu wengine hawajui kwamba biashara ni ya kimungu. Biashara ni ya kimungu. Wewe kama umekaa ufanye biashara yoyote, hauzalishi, unafanya makosa makubwa sana kwenye maisha yako, na kuombea mwaka huu kwa jina la Yesu, roho ya kufanya biashara ikushukia popote ulipo katika jina la Yesu. Fanya biashara. Sasa katika biashara tunacheza na faida na hasara. Faida na hasara. Na mapenzi ya Mungu ni kwamba kazi yote unayofanya upate faida. Mungu yuko kinyume na hasara, na Mungu yuko upande wa faida. Unanisikia ninachosema? Mungu siku zote yupo kinyume na hasara na yuko upande wa faida. Unasikia? Narudia tena, Mungu yupo kinyume na hasara siku zote na yuko upande wa faida. Ndio maana katika mstari nimekusomea Luka, ukiendelea mstari wa 14-15, utaona Bwana Yesu anasema kwamba kuna watu wengine walizalisha wakapewa sifa na bwana wao. Unaona vizuri? Wakapewa sifa, wakapewa mpaka farume. Lakini mwingine akaenda akazika ile fedha akarudisha kama ilivyo. Mungu anachukia. Kwa sababu tunapoongea hivi tunaongea kwamba Mungu anachukia, kwa sababu mfano Yesu aliutoa ilikuwa huyo bwana aliyetoa mtaji anamwongelea Mungu.
anaongelea Mungu, ulikuwa ni mfano wa ufalme wa Mungu. Haleluya. Yule mtu ambaye hakuzalisha, bwana wake alichukia, kaambia peleka huko, akatupa huko na alivyo navyo anyang'anywe. Mtu asiyezalisha anatakiwa anyang'anywe hata alivyo navyo. Oh my God. Mtu asiyezalisha anatakiwa hata alivyo navyo anyang'anywe, kwa sababu Mungu ni Mungu wa faida, yuko upande wa faida. Ndio maana amesema Isaya 48 mstari wa 17 ya kwamba Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida na nikuongozaye kwa njia ipasayo kuendea. Unasikia vizuri? Mungu ni Mungu wa faida. Ndio maana yule mtu ambaye hakuzalisha faida, alifukia ile fedha, akaogopa kuzalisha, alipewa adhabu kali na akanyang'anywa hata alivyo navyo, akapewa mtu anayezalisha. Kwa siku zote mtu anayezalisha anavuta mafanikio mpaka ya watu ambao hawazalishi. Narudia tena, siku zote mtu anayeingiza faida anavuta fedha hata za watu ambao wamesikalia hawazalishi. Kwa hiyo ni advantage kubwa sana ya kufanya biashara. Na nafikiri sina muda mrefu sana, lakini nafikiri unanielewa ninachosema. Mithali anasema, Mithali 14 mstari 23 anasema, katika kila kazi mna faida. Katika kila kazi mna faida. Mungu yuko upande wa faida. Ndio maana mwaka huu ukinisikiliza vizuri, maombi hayo kashiriki, hautapata hasara tena, kwa sababu shetani yuko upande wa hasara na Mungu yuko upande wa faida. Unanisikia nasema? Shetani yuko upande wa hasara, lakini Mungu yuko upande wa faida. Shetani anapambana kuona watu wanapata hasara. Unafanya biashara unapata hasara, unafuga unapata hasara, unalima unapata hasara, unafanya kazi unapata hasara. Hasara ni roho ya kipepo inayozuia matokeo. Narudia tena, hasara sio roho ya kimungu, ni roho ya kipepo inayozuia matokeo. Kwa inastahili kudhibitiwa kwa maombi kweli kweli. Anasikia nasema watu wa Mungu. Kwa hiyo nataka uweke maanani kwa zero. Kama unapata hasara, sio mpango wa Mungu. Kama una kilo ukilima na hasara, kilo kifuga hasara, kilo ukifanya biashara unapata hasara. Nataka nikwambie, kama kilo unakifanya kitu unapata hasara, huyo ni shetani na hayo ni mapepo, na natamka kwa jina la Yesu aliye hai na yafunga kwa jina la Yesu. Mungu ni Mungu wa faida, sio Mungu wa hasara. Kwa hiyo nataka haya maombi yanakuletea ni kwa ajili ya kushughulikia hizo roho za hasara, kwa sababu hayo ni mapepo ambayo yanarushwa kwenye maisha ya mtu. Anajikuta chochote anafanya ni hasara, yote anafanya ni hasara. Miaka inaenda, miaka inarudi, miaka inaenda, hakuna faida yoyote kwenye maisha yake, hakuna faida yoyote kwenye maisha yake. Kwa hiyo nataka ujiunganishe na upako wa faida, na moja ya mambo unatakiwa kuyafanya kwenye maisha yako, na nastahili mara nyingine tena, hakikisha kwenye kila kazi unafanya, kila biashara unafanya, usiache kutoa sehemu ya 10 kwenda kwa Mungu, kwa sababu kwa kufanya hivyo unavuta Mungu wa faida kwenye biashara zako, na unamvuta Mungu ashughulike na hasara. Ndio maana akasema kitabu cha Malaki 10 mstari wa 3 mstari wa 11, anasema kwa ajili yenu nitamkemea alaye ikiwa mtaleta zaka ghalani mwangu. Narudia tena, jifunze kanuni ya fungu la 10. Ukimwalika Mungu wa faida, kila unapotoa fungu la 10, mwambie ewe Mungu wa faida, na kuvuta kwenye biashara zangu, na kuvuta kwenye mifugo yangu, na kuvuta kwenye kazi yangu ya kilimo, na kuvuta kwenye ajira yangu. Na kwa hiyo Mungu ataanza kukemea roho ya hasara inayokula. Okay, sina muda mwingi, nataka niishie hapo, alafu nikuletea haya maombi. Mungu akubariki sana, nifuatilie tena, nitaenda kukazania hayo mambo vizuri kabisa, kwa sababu mwaka huu inabidi watu wapate faida. Omba maombi haya jioni ya leo, kama unanisikiliza au popote unaposikiliza, wakati wote, muda wote unaponisikiliza, ujumbe huu uko hai, miaka nenda miaka rudi, na nguvu ya Mungu iko hai. Fuatisha maombi haya. 1, kila madhabahu za hasara kwenye biashara na kazi zangu ninazivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Ninajiunganisha na upako wa faida. Hiyo ni ombi la pili. Najiunganisha na upako wa faida katika jina la Yesu Kristo. 3, ninang'oa kila mbegu ya hasara iliyopandwa ndani yangu toka siku ya kuzaliwa kwangu katika jina la Yesu Kristo. 4, ninafuta kila maneno mabaya yaliyotamkwa juu yangu ambayo yamenifanya niwe mtu wa hasara kila siku kwa damu ya Yesu Kristo. 5,
ninavunja laana ya hasara inayofuatilia maisha yangu katika jina la Yesu. Ombi la 6, ninasambaratisha vikao vyote vya wachawi vinavyokaa usiku na mchana ili kupanga jinsi ya kuniangamiza na kusababisha hasara kwenye maisha yangu kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ombi la 7, kila mawakala wa kuzimu wanaofuatilia hatua kwa hatua kila ninachokifanya ili kuniharibu na kunitia hasara, ninawapiga upofu kuanzia leo, wasinione wala wasione chochote ninachokifanya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la 8, ninatangaza mwaka huu kwa kila biashara na kazi na uwekezaji nitakaofanya nitapata faida na si hasara katika jina la Yesu. Ombi la 9, Roho Mtakatifu, naomba unifungue macho nione biashara zenye faida na kunifundisha jinsi ya kupata faida kwenye kila ninachokifanya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la 10, Mungu wa faida, na kukaribisha kwenye biashara zangu, na kukaribisha kwenye kazi zangu, na kukaribisha kwenye kilimo changu, na kukaribisha kwenye ufugaji wangu, na kukaribisha kwenye kazi zangu za mikono. Mungu wa faida, fanya kazi nami mwaka huu kunipa faida kwa jina la Yesu aliye hai. Kimaliza soma Zaburi ya 23 kila mstari mmoja mpaka wa mwisho, utaona ushindi mkubwa. Mungu akubariki sana. Haleluya. Lakini nimesema hakikisha fungu la 10 sadaka zako, tafadhali sana. Watu wengi wanapuuza, wanafikiri labda mtumishi anataka fedha, nataka nini. Wewe acha puuza, lakini utaona, kwa sababu Mungu anavutwa kwenye biashara yako kwa fungu la 10. Mungu anavutwa kwenye kazi yako kwa fungu la 10. Mungu ni wa faida, nimekuambia Mungu ni Mungu wa faida. Nimekuonyesha hapo mara kadhaa mistari ya kutosha. Mungu ni Mungu wa faida, anavutwa kwenye biashara zako kwa maombi yaliyounganishwa na sadaka. Kwa hiyo achilia sadaka yako kwenda namba zifuatazo: 0695 42 17 42, hiyo ni ya Telemane. Lakini pia 0654 575 hiyo ni Tigo Pesa. Lakini pia 0761 40 6475, hiyo ni M-Pesa. Jina linakuja Nelson Kalekezi. Mungu akubariki sana. Lakini pia unaweza kunitafuta kwa namba hizo uweze kupata maombi ya kufungua maisha yako. Lakini kwa wale ambao mko mkoa wa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, mko karibu sana Morogoro, unaweza kanitafuta ukanitembelea kanisani niweze kufungua kwenye roho hizi za sala ambazo zinatesa maisha ya watu. Watu wanahangaika, wanafanya kazi kwa bidii, hamna kitu wanapata. Kwa hiyo nitafute kwa namba hizo pia, na unaweza kanitembelea kanisani pia na utapata msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini pia unaweza ukanitafuta pia nikakuunganisha kwenye magrupu yangu ya WhatsApp ambao hujao kwenye magrupu hayo ambao yanafungua maisha ya watu wengi kila siku kwa maombi yanaendelea saa 2 mpaka saa 3 usiku, saa 8 mpaka saa 10 usiku wa manane. Maisha yako yatakuwa huru. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mzuri na usiache kunifuatilia kesho kwenye maombi yetu ya siku ya kesho. Shalom, shalom.